Lengo kubwa la kuwaitisha wazazi kwanza ni kutokana na miongozo ya Wizara ya Elimu. Tunatakiwa kuwa na vikao vya wazazi aidha visivyopungua 2 kwa mwaka. Kwa hiyo ni pamoja na kutimiza hilo, lakini faida yake kubwa kwetu sisi wazazi, tunawapa nafasi ya kuijua shule. Wanapoijua shule wanaipenda, lakini pia wanapata kufahamu undani wa shule, huduma zake, ni huduma gani inazitoa, kuweza kutimiza malengo yao. Kwa hiyo wanakuwa na uhuru wa kuongea na watumishi wa shule pamoja na wanafunzi kwa ujumla, kitu kinachokuja kuleta mjumuisho wa maazimio ya pamoja. Nikirudi katika hali ya maazimio, wazazi wamekubaliana na ajenda tulizokuwa tumeziandaa, mpangilio wa ada ulivyo, pamoja na maazimio mengine tuliyoyaweka ili kuweza kufanikisha zoezi la mwakani. Wazazi wengi katika shule hii wanakubali mienendo ya shule na nini, lakini mimi ninachoweza kuwashawishi au kuwaongezea katika uhitaji wa watoto kujiunga na shule, aidha kuwawaisha katika awamu za masomo, ni kujipanga kwa mapema, kujipanga katika mahitaji yao, lakini pia ada zao, lakini pia kuzingatia maana wanapokuwa wamechelewa kwa siku inayokuwa imepangwa, siku hiyo hiyo tunapokea watoto na kuanzisha masomo, kwa sababu tarehe ya kufungua inahesabika miongoni mwa siku zinazokuwa zimepangwa na wizara. Kwa hiyo ikionekana mzazi hajaja kwa wakati, basi mtoto anakuwa amepoteza, na anapokuwa amepoteza, basi maandalizi yake kwa future inayofuata yanakuwa sio mazuri. Moi je m'appelle Faith Miracle. J'étudie à l'école primaire de Soumoy Vision. J'aime beaucoup mon école. Merci mon école pour m'éduquer les choses intéressantes comme avait fait ma mère. Merci.